Kwenye vipindi vyangu vya nyuma huko nimezungumza mara kadhaa kwamba huyu Muhammad ni mtu ambaye aliongozwa sana na vitendo vya ngono. Yeye ni mtu ambaye maisha yake ngono ilikuwa ni kitu kichotawala maisha yake. Tunaona katika mara kadhaa, kwa mfano Muhammad anavunja ndoa ya aliyekuwa mwanae wa kupanga Zaid, na baada ya ndoa ile kuvunjika anakwenda kumuoa aliyekuwa mke wa mwanae wa kupanga, na baada ya hapo anajiteremshia aya kuhalalisha lile tendo. Na unaporudi katika mafundisho kabla ya Qur'an, tunagundua kwamba hili tendo alilofanya Muhammad lilikuwa ni kosa kubwa, kwa sababu ilikuwa ni kuvunja amri ya Mungu ya kutamani mke wa jirani yako, na ni uzinzi. Lakini leo tunaenda kuangalia mambo mengine ambayo Muhammad ukiyasoma mpaka unajiuliza faida yake nini? Huyu alikuwa ni mtu wa aina gani? Na kusomea hadithi kadhaa leo, na hadithi hizi zote ni sahihi hizi. Kwanza na kusomea katika kitabu hadithi kutoka katika Sahih Bukhari, hadithi namba 5068. Hadithi fupi sana, nasema amesimulia Anas, Mtume alikuwa akifanya mapenzi na wake zake wote kwa usiku mmoja, na alikuwa na wake 9. Bukhari anatuambia hapa kupitia masimulizi ya Anas ni kwamba huyu Muhammad kila siku usiku alikuwa anakwenda kufanya mapenzi na wake zake wote 9. Lakini hili ni jambo dogo tu. Na kwenda kwenye hadithi nyingine, Sahih Bukhari hadithi namba 268. Amesimulia Qatada, Anas bin Malik alisema Mtume alikuwa akifanya mapenzi na wake zake usiku na mchana, na walikuwa 11. Nikamuuliza Anas, Mtume alikuwa na nguvu hizo? Anas akajibu, tulikuwa tukisema kuwa Mtume alipewa nguvu za wanaume 30. Tunachoona katika Bukhari hii 268 na Bukhari 5068 tunaona tofauti ya wake. Huku 5068 inasema wake 9, Bukhari 268 inasema wake 11. Lakini hilo si neno. Tunakwenda katika hadithi nyingine. Hii iko katika mkusanyo wa Sunan Abi Daud, hadithi namba 218. Ameripoti Anas, Mtume alikuwa akifanya mapenzi na wake zake na kuoga mara moja. Na kwenda kwenye hadithi nyingine, nayo pia ni sahihi. Ndugu yangu, hii Sunan Abi Daud 218 ina kiwango cha sahihi. Na kwenda kwenye mkusanyo wa Sunan An-Nasai, hadithi namba 263, nayo pia ni sahihi. Inasema hivi, imeusimuliwa na Anas bin Malik kwamba Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa akifanya mapenzi na wake zake wote na alioga mara moja tu. Kama nilivyosema, Muhammad ni mtu ambaye alitawaliwa na ngono, na anasema mwenyewe. Kwa mfano tukirudi katika hadithi inasema hivi, hii inatoka katika Sunan An-Nasai hadithi namba 3939. Hadithi hii ni kiwango cha hasan, inakubalika kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, inatakiwa kusadikika na kukubalika. Inasema hivi, imehadithiwa kwamba Anas alisema Mtume Mwenyezi Mungu alisema, katika dunia hii wanawake na manukato ndivyo vimekuwa vitu nivipendavyo sana, na faraja yangu imekuwa katika swala. Muhammad mwenyewe anathibitisha kwamba katika vitu anavyopenda sana ni wanawake na manukato. Huyu mtu Muhammad alitawaliwa na ngono, na tunamuona usiku, mara usiku kucha au usiku na mchana, anapita akifanya vitendo vya ngono na wake zake wote kati ya 9 na 11. Na tunaambiwa kwamba Muhammad alikuwa akioga mara moja. Sasa fikiria wewe, tafakari. Ametoka mke wa kwanza, ana janaba, anaenda kuingia wa pili, hajakoga, wa 3 hajakoga, wa 4 hajakoga, wa 5, wa 6, wa 7. Hali ya huku kwingine ilikuwaje? Wa 8, wa 9, pengine wa 10 na wa 11. Halafu Waislamu watakwambia Muhammad alikuwa ni mtu msafi, mtu karimu, mtu ambaye alikuwa anazingatia sana hali yake ya ustaarabu. Hakuna ustaarabu hapa. Ni mambo ya ajabu tunayasoma. Wewe kama ni Muislamu mwanamke, fikiria wewe, jiweke katika miguu ya hawa wake za Muhammad. Halafu wewe tuseme ni mke wa 6. Kashatoka kwa wanawake wengine 5, hajakoga, amekuja na majadama yake ya wanawake wengine 5, anakuja kwa wewe wa 6. Au fikiria wewe ni mke wa 9. Katoka kwenye wake wengine 8, hajakoga, anakuja kumalizana na wewe. Alikuwa katika hali gani huyu? Mungu akusaidie sana.